Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, workshop imeenda vizuri, uitikio umekuwa mkubwa, wasanii wamekuja kibao kujitokeza, tumefanya workshop, mpata elimu, tulikuwa na watu kadhaa wa kuwaelewesha, kuwaelimisha, na pia tumesajili wasanii watakayoweza kutumbuiza tarehe 29 na ambao watakuja kufanya mazoezi rasmi siku ya Jumapili kesho kutwa kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya finali ya tarehe 29. Tutarajie shindano litakuwa na takriban wasanii wangapi? Kwa kweli mpaka sasa hivi hatuna idadi kamili kwa sababu bado watu wanajiandikisha wanakuja, lakini pia unajua open mic, it's open mic. Wasanii wanakuja wengi, wanakuja wengine kwa surprise, wengine watakuwepo. Kwa hiyo kwa mpaka sasa hivi hatuna idadi kamili ya wasanii watakao perform au watakao kuwepo, lakini kwa mpaka sasa hivi tunajua watakuwepo wasanii wengi sana, maana wamejitokeza wasanii wengi mpaka wa mikoa ya karibu, wamekuja watu wa Moshi, wamekuja watu wa Babati, Manyara. Kwa hiyo kutakuwa na wasanii wengi sana, kuna Dar es Salaam pia wanakuja. Kwa hiyo it's gonna be a big show for real, yani itakuwa kubwa sana. Wewe ni miongoni wa viongozi wa juu kabisa pale Jungle Virgin. Kitendo cha mkuu wa mkoa kutokea kwenye jambo lenu ambalo mlikuwa mnalifanya wiki iliyopita, lakini pia akawa bless kutoa milioni 10 na vijana kushindania ile milioni 10 hiyo Juni tarehe 29. Kitendo kile unakiongeleaje? Kitendo kile kwanza nakiongelea kwa ukubwa zaidi, na namshukuru Mwenyezi Mungu na namshukuru Mheshimiwa Paul Makonda kwa kutupa hiyo nafasi, kwa kutuona, kwa kututhamini, kwa kutubeba, kwa kuona kama hizi open mic zinazofanyika ama muziki ya street inayofanyika ni muziki ambayo inakuza vipaji vya watu, lakini nawapa chance wasanii wengine wadogo kuingia kwenye level nyingine au kukutana na connection, ni burudani, ni kuelimisha. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa kuipa thamani open mic na Jungle Virgin Open Mic kwa msimu wa kwanza kabisa wa Open Mic 2025. Tunashukuru kupata ujio wa Mheshimiwa Paul Makonda. Tunashukuru kwa ajili ya ahadi aliyotuahidi, zawadi zilizoandaliwa, stage aliyoiandaa, kila kitu ambacho kimeandaliwa. Tunamshukuru sana. Mungu ambariki, amzidishie maradufu. Lakini pia ni njia mojawapo ya kuonyesha wadau kwamba muziki wa Arusha bado una wasanii wengi sana wanaohitaji kusapotiwa, una wasanii underground ambao wana vipaji sana, wanahitaji support, wanahitaji watu wa kuwashika mkono, watu wa kuwapull, watu wa kuwapush. Kwa hiyo ni nafasi nyingine pia kwa watu kuja kuangalia, tunaita product sasa hiyo ni msanii tunamuongelea, kuona vipaji vizuri, kuona wasanii wazuri ambao unaweza pia ukawekeza kwake ukaingiza mtonyo kama wanavyoishi watu wetu wa Dar es Salaam. Kwa hiyo pia masponsor wa Arusha, watu ambao wangependa kuwekeza kwenye vipaji ambavyo viko hai, msogelee huku tuna wasanii wa kutosha, wanahitaji support tu. Vipaji huku wanavyo vya kutosha. Anye kama viongozi ni vigezo gani mmeviweka ili pia msanii aweze kushinda ni lazima vizingatie? Kigezo namba 1, lazima uwe na akili timamu, usiwe mlevi. Hatuwezi kumpandisha stejini mtu mlevi, haijalishi una kipaji cha aina gani, lakini hatuwezi kupandisha huko pale mtu mlevi au mtu ambaye uko nje akili yako, haiwezekani. Lakini pia nidhamu ndio kitu cha kwanza ambacho pia tunakiangalia, kwa sababu sisi Rato Nation yenyewe unaambiwa ni street of knowledge and discipline. Street of knowledge and discipline. Kwa hiyo ukiwa una ile knowledge ya vuka changanya na discipline, ile knowledge ya mtaa ya ambao umefundishwa mtaa, umejifundisha mwenyewe saa nyingine au mtaa umekufundisha, usipokuwa na discipline, sisi hapa kwetu hatuwezi kupokea mtu wa design hiyo, wala hatuwezi kuwa na watu wa design hiyo. Kwa sababu lengo langu mimi pia kufanya hii Open Mic Classic ni kwa ajili ya kuruhusu watu wengine, wazee, watu wakubwa, wanini, wa mama, wa baba, watoto waweze kuhudhuria, waweze kuona talent, waweze kuona ni muziki lakini sio genge la wahuni. Ndio maana Open Mic yetu it is very classic. Watu wanakuja kila aina, kuna wazee, kuna watu wakubwa, kuna vijana. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ni very respectable na inawapa watu nafasi ya kuonyesha vipaji vyao na kutengeneza career zao. Kwa wale ambao kufanikiwa kufika kwenye workshop iliyofanyika siku ya leo, vipi? Kuna siku nyingine ambayo usaili huo unafanyika, pengine wanaweza wakafika na usaili ukaendelea kwa ajili pia ya siku maalum ya mashindano ambayo ni Juni 29?
Kwa watu ambao hawakubatika kuja siku ya leo, wanaweza kuja siku ya Jumapili ya tarehe 22 kwa sababu itakuwa ndo siku yetu ya rehearsal ya mwisho kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya kinyang'anyiro cha tarehe 29 mwisho wa mwezi huu. Kwa hiyo siku ya Jumapili tutakuwa na rehearsal time pale Django Virgin kuanzia saa 12 jioni. Watu wawahi, maana tunafunga mapema rehearsal, kwa kila mtu wawahi on time kuanzia saa 11 watu wao wameshafika eneo la tukio kwa ajili ya kufanya rehearsal ile na kujiandaa kwa ajili ya mashindano ya tarehe 29. Kwa hiyo tunawaomba washiriki wote mnaotaka kuja kushiriki mkaribia Django Virgin siku ya Jumapili kwa ajili ya rehearsal na vitu kama hivyo. Lakini kwa wale ambao ni wateja wanataka kuangalia, Django Virgin tuko wazi kila siku Jumatatu mpaka Jumatatu saa 5 asubuhi mpaka saa 6 usiku. Kwa hiyo kwa wale ambao ni wakula bata, karibuni Django Virgin. Tuko mitaa ya Uzunguni kabisa, tunakula mema ya nchi kwa niaba ya wananchi. Django Virgin iko kama unatokea roundabout ya Impala, kama unataka kuja Njiro, hapa wanapaita Njiro Mizani. Ukija mbele kidogo kuna duka la dawa limeandikwa Prima Care Pharmacy. Baada ya duka la dawa gate linalofuata limeandikwa Ndoto Hub. Kwa hiyo sisi tuko ndani ya Ndoto Hub lakini tunapita kwa gate la nyuma. Kwa hiyo unasogea mbele kidogo utakutana na Bams, unaingia upande wa kulia, unakata tena kulia kwenye uwanja hapa unakutana na Django Virgin. Kwa hiyo karibuni sana, wakati wowote, muda wowote. Tuna vyakula, tuna vinywaji, tuna pizza, tuna burger, tuna vyakula local food, lakini pia tuna pool table. It's a very beautiful, nice place to chill and relax. Kwa hiyo karibuni wote, Django Virgin, a place to be. Diparato, tumeona kuwa umekuwa nominated pia, kuna picha unaiposti ambayo inaonyesha kuna baadhi ya tuzo unawania. Ungewaeleza mashabiki zako ni wapi, lakini pia inabidi wafanyaje ili waweze kukusupport ikiwezekana uendelee kupeperusha bendera ya Arusha, Tanzania kwa ujumla? Kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuchaguliwa kuwania hii tuzo kubwa sana ya Afrika ambayo ni Africa Art Entertainment Award, ambayo mimi nikiwa kama msanii kutoka nchini Tanzania nimechaguliwa kuwania tuzo ya Best Bongo Dancehall Artist. Yani bongo inamaanisha Tanzania, alafu dancehall artist ambaye ndio mimi Diparato. Na hizi tuzo zinafanyika online, ni open kabisa, ambazo kwa jinsi ya kunipigia kura ni lazima uingie kwenye Instagram page yangu, ambao ukifika pale utakuta picha ambayo nimeipin ambayo ina maandishi ya blue, utaiona kabisa Africa Art Entertainment Awards, na utaona jina langu liko pale nominated, utaona Diparato. Unaweza kuingia pale ukailike na kucomment. Ile picha ukilike na kucomment inakuwa ndo umeshanipigia kura. Uzalendo kabisa. Yani unailike ile picha, una comment chochote utakachojisikia pale, unakuwa umeshanipigia kura, na kura ile inakuwa ni open, kura inaonekana kabisa. Kwa hiyo naomba mashabiki zangu uingie kwenye Instagram page yangu @Diparato, DIPPER_RATO. Ukifika pale kwenye picha niliyoipini pale, ibonyeze picha, utaiona kabisa ya Africa Art Entertainment Award. Fanya kuilike, fanya kucomment, lakini pia unaweza ukashare na watu wako wengine, ukaomba niongezee like pamoja na comment ili tuweze kupata tuzo yetu hii na tukaleta mzigo nyumbani. Kama kawaida mnajua tushachukua za Tanzania Music Awards, tushachukua Malkia wa Arusha, you know what I mean. Sasa hivi tukienda kwenye Afrika pia tutakuwa tumerepresent vizuri, lakini tumeendelea kuperusha bendera ya Arusha, Tanzania, East Africa kwa ujumla. Ni wimbo wako upi ambao unawania tuzo? Wimbo wangu unaonia tuzo ni wa Call 911, ambaye audio yake ilitoka miaka 2 iliyopita, lakini video yake imetoka mwaka huu. Kwa hiyo ndio inawania tuzo, inaitwa Call 911. Somebody call 911. This girl she the killer. Somebody call 911. This girl she the killer. We she the murderer. Naoma sana. Unaambiwa tulia mamen, nikupe real love. Kwako nimedata nimechiski style, slow down. Joe nikupe get to life. Paka utadata utasema cool down, calm down. Somebody call 911. Somebody call 911. Calm down. Somebody call 911. If you know what I mean when you see me, please call 911.